Mimi naitwa Riziki Shahari Mgwali. Nimetia nia, na nia kweli kwa sababu hata haijasikika huko public, ya kugombea ubunge jimbo la Mafia. Jimbo ambalo nilihudumia kwa muda mfupi sana nikiwa mbunge wa viti maalum kupitia chama hicho nilichokuwa mwanzo kipindi cha 2015 mpaka 2017 nilipoondolewa bungeni. Lakini ni jimbo ambalo pia niligombea kama mgombea wa jimbo mwaka 2020 kwenye ule uchafuzi, maana haukuwa uchaguzi. Na mwaka huu nimetia nia, Mungu akinipa uhai na uzima, nishiriki tena kama mgombea wa jimbo kupitia jukwaa la ACT Wazalendo. Umeona nini hasa? Umeshawahi kuwa mbunge, unarejea tena kutaka tena, ulikuwa mbunge viti maalum, sasa unarejea tena kutaka ubunge wa jimbo. 2020 uligombea, lakini kama ulivyozungumza hapo kwamba haukuwa uchaguzi bali ulikuwa ni uchafuzi. Unarejea tena 2025. Umeona nini hasa ambacho unachihitaji kwenda kuzungumza bungeni au kwenda kuwatetea wananchi wako? Bado viko vingi. Na masuala ya usafiri kwa mfano kwa Mafia bado ni tatizo. Masuala ya hali ya uchumi wa wananchi wa Mafia bado ni tatizo. Kwa hiyo kuna masuala mengi ya kuyazungumzia, na inasikitisha kwamba swala la usafiri kwa mfano, sisi ni kisiwa, tunategemea kuvuka bahari ili tufike upande mwingine wa dunia, lakini safari yetu imekuwa ndefu sana. Sisi tukiwa vijana, watoto bado tulikuwa tukizungumza unakwenda mjini kwa maana ya kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo unatoka Mafia, kwa usafiri huo tulikuwa tukiutumia, lakini unakuja Dar es Salaam. Lakini sasa hivi miaka 60 na baada ya uhuru tunasafiri kupitia kwingine ili tufike mjini. Siku hizi meli au hizo boti za Mafia zinaishia Nyamisati. Kwa hiyo tunabidi tupite kwenye majimbo mengine au wilaya nyingine za mkoa wa Pwani kabla ya kufika Dar es Salaam. Lakini miundombinu ya hiyo barabara kutoka Nyamisati kukufikisha kwenye njia kuu tu ile ya Kilwa ili uje Dar es Salaam bado ni mtihani. Kwa hiyo sisi tunapopatwa shida yoyote kubwa, kwa mfano wagonjwa wetu wakataka kusafirishwa kupata kuja kwenye serikali ya taifa labda rufaa, inakuwa mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatakiwa kusemewa, na yanatakiwa kusemewa kwa sauti tofauti. Kwa sababu mimi 2015 nilipoingia, jambo la kwanza nilifanya ni kukagua hizi huduma za kijamii. Na nilifanikiwa kwa sababu watu wetu walikuwa bado wanavushwa kwenye vile vimtumbu vidogo, tena kwa kuingia kwenye maji. Wakati lile mimi nilikuwa naita daraja limeshajengwa. Kwa hiyo miundombinu ipo, lakini kwa sababu hakuna mtu wa kushitua watendaji, watu walikuwa wanateseka bado. Lakini nilikwenda pale alfajiri moja nikaona wanawake wanavyohangaika, toka mtu ana stara yake na nguo yake anafunua mpaka hakuna kwa kufunua tena ili afike kwenye kile chombo. Wakati namna nzuri zaidi ya kufikia pale ipo. Nilipolisemea lilifanyiwa kazi. Watu walikuwa wanajazwa kwenye vyombo kupita kiasi. Siku ile moja tu nilipokwenda pale kusimama, nikaona abiria wengine wameachwa. Nikamwendea yule mtu wa bandari pale, nikamwambia mbona hawa wameachwa? Akawa anatoa maelezo ambayo hayaeleweki. Sasa baadaye wakanifuata nyuma vijana wakaniambia, "Sasa mama, hawa wameachwa kwa sababu wewe ulikuwepo. Walijua wewe ile simu ulioshika labda unapiga, lakini siku zote tunaswaga tukajazwa kwenye hivi vyombo bila kujali usalama wa watu." Kwa hiyo ni kwamba ni vitu vipo, lakini vinahitaji mtu makini wa kuzisimamia na kufuatilia na kuwashtua wale watendaji. Miaka yote hiyo tumekuwa na wabunge wala kwa hawajali. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakugusa mtu. Mimi vinanigusa. Naumia sana kuona kwamba maisha niliyoishi mimi bado mjukuu wangu na mtoto wangu wanaishi vile. Si sahihi. Na nini? Kwa sababu tunakosa sauti sahihi, tunakosa vichwa sahihi vya kuwasemea wananchi. Ukilala usingizi kwa haraka ukiota hivi, wewe unaiona wapi Mafia ukiangalia? Tunafahamu ni kisiwa, na ni kisiwa cha muda mrefu, kina umaarufu wake. Watu wakikaa huko nje ya Tanzania wanaijua Mafia, wakisoma kwenye historia. Ukikaa ukilala hivi usingizi, unaiona wapi Mafia? Naiona Mafia mahali ambako kama Zanzibar ipo. Kwa maana kwamba kuwa kisiwa sio kuwa nje ya maisha yenye kueleweka.
Mafia ambayo ina usafiri mzuri, Mafia ambayo huduma zake za kijamii zinaeleweka, Mafia ambayo wananchi wake wana uchumi imara, na uchumi unafifia kwa sababu hakuna usafiri wa kuaminika. Vipi mtu atakwenda akawekeza kwenye uzalishaji wakati anajua wazi kabisa usafiri haupo? Lakini Mafia ambayo inang'aa, Mafia ambayo ina afya, Mafia ambayo watu wake wanakuwa na hali nzuri ya kiuchumi, Mafia ambayo usafiri, kama navyosema siku zote, usafiri wa kuaminika kwa kisiwa cha Mafia ni muhimu sana. Usafiri ututoe Mafia utulete Dar es Salaam, na huo usafiri wa kueleweka. Meli tuko tukipanda MSC Mtwara, tukaletewa Canadian Spirit, tunatoka Dar es Salaam tunaenda Mafia. Hatutoki Dar es Salaam tuende Nyamisati kisha tuende Mau, tutoke Mafia tuende Nyamisati alafu tuje Dar es Salaam. Kwa hiyo hilo linawezekana. Ni viongozi kuamua kuwatumikia wananchi wa Mafia kama ambavyo wanawatumikia wananchi wengine, na usafiri uwe wa kuaminika. Kwa sababu sasa hivi hata kwenda Nyamisati si wa kuaminika. Unaweza ukaenda hapo Nyamisati ukakata siku 3 upate usafiri. Kwa hiyo Mafia lazima, na Mafia nione ni ile Mafia ambayo imeungana na sehemu nyingine za Tanzania kupitia usafiri wenye kuaminika. Wewe ni mwanamke na tunafahamu eneo ambalo unatokea Mafia, tunafahamu asili ya Mafia. Unadhani wana nafasi ya kukuamini mwanamke kuweza kukupa nafasi hiyo? Wananiamini kwa sababu wananchi hawaangalii ni nani kavaa sketi au nani kavaa suruali ndio amesimama pale. Wanaangalia yule aliyewasemea. Mimi kwa kipindi kifupi nilichokuwa kiongozi ya mbunge wa viti maalum, nimeacha historia ya Mafia. Kuna maeneo unafika wanakutaja kabisa, yule mama alisema hili, alifanya hivi kwenye shule, aliangalia hili kwenye hospitali, alisemea hili kuhusu usafiri. Mimi naamini wana Mafia hawako kwenye fikra hiyo, na wanaamini wazi kwamba wanajua mbunge si mtawala, mbunge ni mtumishi, na wao wanaweza kumtuma yule ambaye kweli atawatumikia. Na kampeni yenu sasa ambayo mlokuwa nayo hii ya wanawake, mnadhani mtafanikiwa? Tutafanikiwa sana. Tutafanikiwa kwa sababu tunazungumzia jambo ambalo ni jambo halisi. Kila mtu anaelewa kwamba mwanamke ukimweka mbele mafanikio yatakuwepo, na hasa akiwa mwanamke makini. Na sisi ACT Wazalendo tunao wanawake makini. Ndio hao tunaanza tuwaweke mbele kwenye vyombo vya maamuzi. Wasisubiri nyadhifa za kuteuliwa, wasimame kwenye majukwaa, wagombee kwenye majimbo, wagombee kwenye kata, na kama ambavyo kiongozi wetu ndugu Dorothy ameonyesha njia kwamba ametia nia kugombea urais. Niambie, kuna watu wanaamini kwamba ni kipindi ambacho cha kuweza kuzuia uchaguzi kwa sababu mna madhara mengi ambayo mmeweza pia kuyapata. Kabla hata 2019 kwenye uchaguzi, kaja 2020, kaja 2024, sasa mnakwenda uchaguzi wa 2025. Baadhi ya vyama pia au baadhi ya chama pia wamejitokeza kutaka kuzuia baadhi ya vitu kwa sababu wanaona kama ni sehemu ambao wanapata tu madhara, watu wanakufa. Lakini chama cha ACT Wazalendo na baadhi ya vyama vingine wao wamegoma hilo, wanakwenda kushiriki kwenye huu uchaguzi. Na nataka to clear hapo. Kuna watu wanaona nyinyi kama ni watu ambao mnatumika tu, ndio maana mnaamua tumshiriki tu kwenye uchaguzi. Unazungumzia nini? Mshairi Kezlahabi alisema kuna njia nyingi za kufika bustanini. Tunachotaka ACT Wazalendo ni kuleta mabadiliko katika maisha ya Tanzania. Kadri inavyowezekana kutumia njia ambazo hazitoleta madhara kwa wananchi wetu. Na sisi, mimi binafsi na baadhi ya wengi tulioko ACT Wazalendo, tumetoka CUF. Na katika kipindi ambacho nilikuwa nabahatika kukutana na watu wa vyama vingine, nawaambia kama unazungumzia mapambano ya demokrasia nchi hii, chama cha CUF kilipambana. Hakuna mbinu hata moja ambayo hatukuitumia, ikiwemo hiyo ya kususia uchaguzi. Ilitoa matokeo gani? Kwa watu waangalie historia kwamba kipi kinakufikisha hapo unapopataka. Sisi tunataka kuleta mabadiliko, tunataka kuleta sauti mbadala kwenye vyombo vya maamuzi, kwenye bunge, kwenye halmashauri zetu. Vipi utafanya hilo kwa kususia, kwa kukaa nje ya mchakato ambao unakupa hiyo fursa? Jaribu uone kitakachoshindikana. Na hata hao wanaosema hivyo walishiriki kwenye chaguzi wakati ambapo mfumo ulikuwa huu. Kwa hiyo kila mtu anapata labda fikra mpya kwa wakati mwingine.
Wao wako huru, ni fikra yao, ni uwezo wao, ni maamuzi yao kidemokrasia, lakini ACT Wazalendo kama chama, kama taasisi huru, huu ndio msimamo wetu na hii ndio njia tuliamua kuitumia. Kupeana majina ya B na C na A wala hayasaidi chochote. Tuende kwenye siasa za kiutuzima, siasa za kiustaarabu, siasa za kuheshimiana, kila mtu aheshimiwe kwa maamuzi yake. Swali langu la mwisho kabisa. La mwisho nitakupa fursa ya kuweza kuzungumza na wananchi wa Mafia. Niliwahi kuzungumza na Profesa Aneth Tibaijuka. Katika moja ya interview akana nijibu kuniambia kwamba siasa za nchi hii, hata kabla za siasa za nchi hii, walikuwa wanazungumza kuhusiana na tume huru ya uchaguzi. Anasema kwamba tume huru ya uchaguzi haiwezi kupatikana kwa wepesi au kilele mama tu hivi. Na haijawahi kutokea. Anasema hata tulivyokuwa bungeni alishakuambia wala kina HS wa kina nani anambia tume huru ya uchaguzi haiwezi kupatikana hivyo. Tume huru ya uchaguzi mkihitaji lazima muwe na misuri ya kuweza kupambana muweze kuipata. Natamani uniambie hapa, unadhani kwa siasa ambazo hizi mnazifanya mnaweza mkayapata matokeo haya ambayo nyinyi mnataka? Kupitia kauli hii ya matokeo yanapatikana. Labda sijui yeye ni profesa, ni muelewa zaidi. Sijawahi kuona mapambano ya mapinduzi kwa maana revolution yameleta tume huru za uchaguzi. Yanaleta mfumo tofauti kabisa. Kwa hiyo mapambano ya kuleta taasisi mpya, taasisi zilizo bora zaidi, hazihitaji vita. Zinahitaji wakati mwingi. Na actually mimi nimefundishwa conflict resolution, nimefundishwa peace studies. Mapambano kwa maana mapigano huwa hayaleti suluhu ya kijamii. Mwisho wa siku mtakaa chini mzungumze. Hata hao wanaopigana vita hawamalizi wakaleta mfumo mpya kwa vita tu. Watabidi wakae chini wakubaliane. Kwa hiyo mimi bado naamini tume huru inapatikana. Ni nia tu, wanasema political will. Na political will inapatikana. Kila mtu ana mtazamo wake. Hao viongozi wa CCM ambao hawaitaki tume huru ya uchaguzi wanasahau zao, lakini sio binadamu atakaoishi milele. Na mabadiliko unapoyapigania, huyapiganii ili uyaishi wewe, unayapigania pia kwa vizazi vijavyo. Mabadiliko ya kijamii ni safari ndefu, ni safari inayochukua miongo, ni safari ya karne. Kila mmoja au kila kizazi kina mchango wake. Sisi tutapambana hapa tupofikia, wapo watakaokwenda kuliendeleza hili. Itapatikana tume huru ya uchaguzi, utapatikana mfumo bora zaidi wa kuendesha demokrasia nchi hii. Mimi naamini hilo. Unaona nini kwenye uchaguzi huu 2025? Hasa kwa nyinyi wapinzani. Nyinyi ACT Wazalendo. Picha haiko vizuri sana, lakini kama nilivyosema haya ni mapambano na ni haki yetu ya kikatiba. Na tumejiandaa nayo. Tunawaambia wananchi hii ni kampeni ya linda demokrasia. Na hii ni kampeni ambayo kila mwananchi atumie nafasi yake kuipigania demokrasia kwenye nchi hii. Umepiga kura yako, ilinde kura yako. Wewe umesimama kama mgombea, simama kwenye kugombea ukiwa na dhati ya moyo wako kwamba mnataka kujenga demokrasia iliyo imara kwenye nchi hii. Kupitia kampeni yenu nataka uambie wanawake wa chama cha ACT Wazalendo wanakuangalia sasa. Wanawake wa ACT Wazalendo kwa ujumla wake wajitokeze. Jukwaa tunalo, na kama nilivyosema mwanzo, tuko wanawake wengi makini kwenye ACT Wazalendo. Mimi na washauri na wahamasisha, tena na wahamasisha zaidi mabinti zangu wale vijana kuliko mimi, wajitokeze kwenye majimbo, wajitokeze kwenye kata zetu, wala wakisikayo wakasubiria viti maalum. Jukwaa lipo ACT Wazalendo, fursa ipo, jitokezeni. Nashukuru kwamba kuna wachache ambao wameshaanza kujitokeza, lakini natamani wengi zaidi wajitokeze. Kwa hiyo wito wangu kwa wanawake ACT Wazalendo, tutumie jukwaa letu hili, kampeni yetu hii shamiri na ionyeshe kweli ni kampeni ambayo tulidhamiria itoe matunda kwenye chama chetu na kwenye mfumo wa demokrasia kwa ujumla wake. Wananchi pia wa Mafia wanakuangalia sasa hivi kupitia jimbo lako. Wananchi wa Mafia wananifahamu kama mpambanaji wao, kama mpigania haki zao, na narudi tena kwao kuambia tunaingia kwenye mapambano ya kuitafuta Mafia mpya, Mafia ya wote, kama chama chetu tunavyosema,
Mafia ya wote kwa maslahi ya wote ndio hiyo ambayo tunaenda kuipigania 2025. Wala wasiyumbishwe, waangalie ni nani, ni chama gani kitawapeleka hapo ambako tunaitaka mafia yetu ifike. Na mimi naamini kabisa jukwaa la ACT Wazalendo ni jukwaa sahihi. Kama nitapitishwa na chama changu, Riziki Shahari Mgwali ni kiongozi sahihi, mwakilishi sahihi ambaye anaweza kuwakilisha vyema wananchi wa Mafia. Mimi nikushukuru sana. Nakushukuru sana, asante. Icon mwenyewe. Bismillah, naam, icon mwenyewe unasemaje?